Wakati anaugua sisi tulishirikishwa kama vyombo vya ulinzi na usalama ya kuchunguza utata wa kifo cha rais wa awamu ya 5 Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Labda niende kipengele cha 4 ambacho ilikuwa ni kutolewa taarifa kamili ya kifo cha rais Magufuli. Baada ya kusikiliza kwa kina maelezo ya mkuu wa majeshi mstaafu General Venance Silvatori Mabeho aliyoyatoa tarehe 16 Machi 2024, nimeshawishika na ninawashawishi wabunge wenzangu kuruhusu kuunda tume huru ya kuchunguza utata wa kifo cha rais wa awamu ya 5 Dr. John Pombe Joseph Magufuli ili kumtendea haki hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli, lakini na watu wengi waliotajwa aidha kwa wema au kwa ubaya katika swala hili linalohusiana na kifo cha Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Lakini pia tume hiyo itabaini pia hata watu waliokataa kuapishwa kwa Dr. John kwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati ilikuwa ni takwa la kikatiba. Kwa hiyo kwa mambo ambayo yaliyosemwa tena na taasisi ambayo sio ya kutiliwa mashaka na mtu ambaye sio wa kutiliwa mashaka, kuna haja ya hii tume kuundwa, na hii tume itatuletea taarifa zote za mambo yaliyopo katika hili jambo, au mambo yote ambako kuna katika mambo ambayo yanayozungumza sasa utata wa kifo cha huyu kiongozi wetu hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Tumefanya makosa mengi sana katika usimamizi tumefanya makosa mengi sana katika mfumo wetu wa utumishi wa umma, tumefanya makosa mengi sana katika mfumo wetu wa utawala bora. Ni muda sasa mwafaka wa kurekebisha kasoro hizo na kuweza. Sisi tulishirikishwa kama vyombo vya ulinzi na usalama tujue hali ya mheshimiwa rais na kwendaje, na wakati wote tulikuwa tunaenda kumwona asubuhi, jioni. Kwa hiyo tulikuwa na nafasi yetu na sisi kama wakuu wa vyombo, na mimi nikiwa kama mwenyekiti wao wakuu wa vyombo, definitely tunashauriana tunafanyeje. Baadaye tukampeleka Mzena pale kidogo kulikuwa na utulivu. Si watu wengi wanaweza kaingia kule, wachache wanaweza kaingia, lakini hata hivyo tukalimit ya watu ili awe na nafasi ya kupumzika vizuri. Kwa hiyo matibabu yakahamia pale na madaktari wote walipelekwa pale kumwangalia wakati wote. Siku moja kabla ya kifo chake hali ilibadilika kidogo, na yeye alijitambua kwamba hali imebadilika, na nadhani alijua Mwenyezi Mungu alimuongoza kwamba hatapona. Alichosema, nirudisheni nyumbani. Nikafia nyumbani. Tukasema, mheshimiwa, hapana, hapa uko kwenye mikono salama, madaktari wapo, waendelee kukutibu. Niseme jambo ambalo labda alikuwahi kusemwa huko nyuma. Sasa nilikuwepo pale, aliniita CDF njoo. Kaniambia siwezi kupona, waamuru hao madaktari wanirudishe nyumbani. Nikamwambia, mheshimiwa, sina mamlaka hayo. Akasema, yani CDF unashindwa kuamuru madaktari wanirudishe nyumbani? Nikamwambia, swala la afya sio la CDF. Mheshimiwa, naomba ubaki utulie, madaktari watatuambia. Siku hiyo baada alipoona kwamba nimekuwa na msimamo huo, akaniambia, niitieni paroko wangu. Paroko wa Oysterbay au St. Peters, alikuwa anaitwa Father Makubi. Lakini
lakini akaongeza akasema namuomba Kardinali Pengo naye aje. Hiyo ni asubuhi sasa. Kisha asubuhi tukamtafuta Kardinali Pengo, alikuwa kwenye ibada hakupokea. Akaniuliza, CDF hujampata Pengo? Akamwambia yuko kwenye ibada father. Baba atakapotoka atakuja. Tumeshampelekea na dereva ukaenda kumchukua. Akanyamaza. Kwa hiyo wakaja wote, Kardinali Pengo na Father Makubi wameongozana. Sasa katika taratibu za Kikatoliki wanamsalia pale ibada na kumpa sakramenti ya upako wa mgonjwa aliyekuwa katika hatari ya kufariki. Kwa hiyo walipomaliza kumsalia akapumzika. Lakini ilipofika saa 8 mchana wakatupigia watu wa hospitali. Nipigia mimi kama mkuu wa majeshi, kampigia DJS na IGP. Hali ya mheshimiwa sio nzuri sana, hebu njoni. Kwa hiyo tukaenda kule, tukamkuta ametulia, lakini alikuwa hawezi kuongea tena. Tukaendelea pale tunasubiri, tukawaita sasa madaktari wengine. Nakumbuka tulimuita Profesa Marcel, Profesa Janabi alikuwepo muda wote, aliongezea nguvu yule. Wakajaribu kumtreat pale, wakasema ngoja tuangalie. Basi tukaendelea kukaa mpaka jioni. Kufika jioni saa 12:30 hivi au saa 1 kasoro akakata roho. Wakuu wa vyombo tuko pale sisi watatu, mimi, IGP na DJS. Je, familia ilifikiwaje na taarifa hiyo ya kushtua? Nani wa kumwarifu wa kwanza? Makamu wa rais wakati huo hayupo Dar es Salaam, alikuwa Tanga. Waziri mkuu hakuwa Dar es Salaam, nadhani alikuwa Dodoma au somewhere else. Katibu mkuu kiongozi hakuwepo Dar es Salaam, na alikuwa Dodoma. Kwa hiyo tuliokuwa Dar es Salaam tulikuwa watatu tu. Tukasema kwa kuwa rais yuko Tanga, hebu tumwambie kwanza waziri mkuu na katibu mkuu kiongozi waje bila kudisclose. Tukamuomba waziri mkuu aje na katibu mkuu kiongozi. Bahati nzuri wakaja mapema. Sasa mimi kama mwenyekiti wa wakuu wa vyombo I had to disclose. Mheshimiwa Rais ameshatutoka. Kwa tukaanza kushauriana tunafanyeje. Nani anatakiwa atangaze hizi habari kwenye vyombo vya habari, wananchi wajue. Ndio tukaanza kutafuta katiba sasa inasema nini. Sasa mtu pekee anaweza kutangaza kwenye vyombo vya habari ni makamu wa rais. Yeye yuko Tanga, tunamwambiaje? Tunampigia simu au tunamwambiaje? Lakini sasa ikabidi yafanyike mawasiliano mengine kumweleza akiwa Tanga. Lakini kabla ya kutangaza tukasema familia yake haijui. Mke wake yuko hapa Ikulu, hajajua. Mama yake anaumwa yuko Chato, hajaambiwa. Hatuwezi kumwambia kwa simu. Nani anaenda kumwambia mama mke wake? Ana
convey namna gani ile message. Hata nzuri tukawapata watu pale wakaenda kule, na mwingine kwenda Chato, tukatafuta charter plane kabla ya kutangaza kwenye vyombo vya habari. Wale wawe wameshapata taarifa, wasipate taarifa kupitia vyombo vya habari. Kwa hiyo tukaenda Chato kwa charter plane. Ndio maana unakuta toka saa 12:30 kuja kutangazwa saa 5 usiku. Suala la kumwapisha rais lilichukua muda wa siku 2. Nini kilitokea? Taski kubwa namna ya kumwapisha rais. Kulikuwa na 2 thoughts. Apishwe rais baada ya kuzika au apishwe rais kabla ya kuzika. Na ilikuwa kidogo kana kamjadala. Lakini logic ikaja kwamba kuna marais wengine watatoka nje ya nchi kuja kumzika mwenzao. Watapokelewa na makamu wa rais au na rais. Lazima awepo rais. Ndio maana tukafikia maamuzi kwamba makamu wa rais aapishwe kama rais. Ndio maana zilipita siku 2. Kikatiba haitakiwi within 24 hours takiwa awe pronounced rais. Sasa 17, 18 ikapita, 19 ndio alikuja kuapishwa. Kulikuwa na majadiliano hapo. Lakini tunashukuru Mungu amelikubali. Lakini namna ya kumwapisha nako kukawa na mjadala. Tunamwapishaje? Kwa sababu hamna experience. Lakini wengine wakasema isiwe ni ceremony, wengine wasema iwepo ceremony. Sasa mimi kama mkuu wa majeshi tu nilichosema ni kwamba parade lazima iwepo. Bendera ya amiri jeshi mkuu lazima ipande kwa gwaride. Lakini kidogo kulikuwa na kamvutano. Hapana, tuko kwenye msiba, kuna parade na inaweza. Akasema huyo ni amiri jeshi mkuu anayeapishwa. Asipoapishwa kwa taratibu hizo za kitaifa, jeshi halitamtambua. Suala la amiri jeshi mkuu na amirati jeshi mkuu nalo hakuliacha nyuma. Sisi tuliwaambia jeshini hatuna mwanamke. Yaani hatuwa identify as females and males. No. Ndio maana jeshini tuna afisa na askari. Hakuna mwanaume na mwanamke. Kwa hiyo hata amiri jeshi neno lile litabaki kuwa amiri jeshi, ni commander in chief. Hiyo amirati ni kiongozi wa dini. Amirati ni kiongozi wa dini. Nchi za kifalme kwa zile zinatawaliwa kidini. Wakisema amirati is fine, lakini kwetu sisi hapana. Kauliza na BAKITA, Baraza la Kiswahili Tanzania, mnasemaje? Amirati maana yake nini? Wakaeleza kabizuri. Sema basi tuendelee hapa. Na mimi ibidi niseme pale wakati ninatoa hotuba yangu hapa, watu walikuwa na mjadala amirati au si, hapana, ni amiri jeshi mkuu. Lakini ni vipi wameweza kushirikiana katika kutekeleza majukumu ya kitaifa? Lakini yeye alipoteuliwa kuwa mgombea wa CCM, Magufuli akamteua Samia Suluhu kuwa mgombea mwenza. Nafasi ya makamu wa rais inaeleweka. Baada ya rais kuwa Magufuli kuwa rais, na kwa mujibu wa katiba yetu inaonesha rais ndio mtendaji. Sio sawa na nchi zingine. Mamlaka zaidi ni rais. Makamu wa rais anamsaidia rais. Anakuja mtendaji wa serikali, waziri mkuu. Si ndio? Na wengine sasa wanajipanga mawaziri na kadhalika, na wakuu wa mikoa. Katika kipindi kile Mheshimiwa Samia akiwa makamu wa rais, tuliendelea kushirikiana vizuri. Kwa sababu najua rais yeye ndiye alikuwa amiri jeshi mkuu. Kwa hiyo unakuta mawasiliano mengi
mkuu wa majeshi anawasiliana na amiri jeshi mkuu moja kwa moja. Mara chache sana anawasiliana na makamu wa rais, unless kama kuna hitajio jingine la kiutendaji ambalo haliwezi kulitoa mnaye moja kwa moja kwa mkuu wa majeshi, lazima apitie kwa rais kwanza, amiri jeshi mkuu. Hilo mimi ndo nalijua. Kwa hiyo tulikuwa tunaendelea vizuri kabisa. Akielekezwa makamu wa rais akatekeleza jambo fulani, anaenda analitekeleza. Na nakumbuka wakati tunaanzisha jeshi usu, ilitengenezwa sheria ya kuanzisha jeshi usu, na wakati wa uzinduzi makamu wa rais alikuja kulizindua rasmi, na mimi nilikuwa mkuu wa majeshi ambaye nilibidi niongoze kuhakikisha kwamba makamu wa rais anazindua vizuri. Na alizindua. Kwa hiyo mahusiano yetu yalikuwa ni mazuri tu kwa majeshi chini ya amiri jeshi mkuu, lakini vile vile chini ya makamu wa rais na viongozi wengine wote. Serikali ilikuwa very friendly na sisi, na nakumbuka kwa sababu kulikuwa na projects nyingi za kuzifanya, tulikuwa tunashirikiana na kila wizara iliyokuwa inahusika, hasa wakati wa kuhamisha makao makuu kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma. Wakati Rais Magufuli anaingia madarakani, mimi nilikuwa chief of staff, lakini baadaye nikawa CDF. Nyinyi wenyewe mnakumbuka Mheshimiwa Samia ameingia madarakani kutokana na tukio. Rais aliyekuwa madarakani amefariki. Ni experience ya pekee yake Tanzania kwa mara ya kwanza. Tulikuwa hatujawahi ku experience hiyo. Lakini tunamshukuru Mungu kwamba transition ilikuwa ni nzuri. Kwa mujibu wa katiba, bahati nzuri imeelezwa vizuri. Endapo rais atafariki au akashindwa kutekeleza majukumu yake kama rais, atakaye shika madaraka ni makamu wa rais, kwa mujibu wa katiba. Sasa inawezekana watu katiba walikuwa wameisahau kidogo, kukatokea maongezi tofauti na nini, lakini tukasema tuna taratibu, nadhani tukizifuata hazina shida. Tuzizingatie zile ili transition iwe smooth. Nadhani ndivyo alivyokuja Mheshimiwa Samia, very smoothly. Mimi kwa maoni yangu ni mzuri kwa sababu anawashirikisha watu, na ufanyaji kazi wake ni mzuri sana kwa sababu mara nyingine wanaomshauri labda wanakosea, lakini wanarekebisha kwa kushauriana. Lakini anashirikisha watu wengi. Anawashirikisha, mnaonaje huyu, mnaonaje huyu, hivyo. Maamuzi yake mnaonaje tukiamua hili. Anashirikisha taasisi kitaaluma. Kwa mfano hata hapa alipoanzisha Royal Tour aliwashirikisha watu. Akasema hapa tu ondoke, tulikuwa kwenye kipindi kigumu cha COVID. Hali ya mapato ilikuwa imeshuka. Lakini akasema mapato mengi yanayoshuka ni kutoka kwa watalii. Lakini ni vile vile kulijenga taifa letu liendelee kuaminika. Akaanzisha hiyo Royal Tour. Alikuwa anasikiliza ushauri, na naamini anaendelea kusikiliza ushauri. Hawezi kutekeleza jambo bila kukushirikisha. Hata sisi jeshini, mimi nilikuwa mkuu wa majeshi, anasema CDF kuna jambo kama hili, tunalifanyaje? Unamwambia Mheshimiwa Rais, mimi nashauri iwe 1 2 3. Haya, anasema lakini kuna wengine wamesema hivi, unaonaje hiyo? Unampa sasa uchambuzi. Waliokuambia ni wanajeshi au sio wanajeshi? Ni wanasiasa au ni watendaji? Sasa ukimpa uchambuzi anafikia maamuzi.